Natamani kujua huyu Yesu wa Filipo. Tamani kumjua sana huyu Yesu wa Filipo ni wimbo ambao bana umeimbwa na kwaya ya Jemireso Boys kutoka kule Dodoma. Lakini bwana, huu wimbo unagusa, wimbo unafikisha ujumbe, lakini watu umekuwa umezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa ndugu zetu wa Kristo mnavuka mipaka kwenye mavazi, kuvaa mavazi ya Kiislamu kwenye nyimbo zenu za Injili. Sisi kama The Spirit tukasema tunatamani mtumishi wa Bwana, watumishi hawa walioimba kwaya watuelezee vizuri ni kwa nini waliamua kufanya hivyo. Wamepokeaje mtazamo wa jamii kwenye mavazi yao? Lakini tutaamini kwamba hata wazee wa zamani walivaa kwa kujistiri. Kwa nani alikwambia Wakristo wavae kwa kujistiri? Tunavaa namna hii, tunapendeza na utukufu unakuwa kwa Bwana. Nimeweza kufanya mazungumzo na kiongozi wa kundi hili aitwaye Amani ya Thumani, atudadavulie kwa kina ni kwa nini basi waliamua kuchagua mavazi haya. Kwao wao yalikuwa yakimaanisha kitu gani, mtazamo wa watu kuhusiana na mavazi haya, wao wamepokeaje? Msikilize kwa umakini, alafu naamini utaweza kujifunza. Bwana Idia Thumani ana haya ya kutueleza kwenye kipindi hiki cha The Spirit. Unajua changamoto ya watu wengi nafikiri wameshindwa kuelewa kwamba yale sio mavazi ya dini fulani. Ndio. Mavazi ya ni mavazi ya tamaduni ya watu wa aina fulani. Ndio. Ambayo imefanya mpaka watu wakapelekea kudhani kwamba ni kwa ajili ya labda Waislamu, lakini ni mavazi ukida kwenye jamii za watu, tamaduni za watu wa Kiarabu. Ndio. Ni mavazi ya kawaida sana. Ila kwa sababu tamaduni za namna tulivyozoea katika nchi yetu hii ya Tanzania ni actually tumeona mtu anavaa vile utajua tu labda. Na ndio maana wengi wameshindwa kuelewa hiyo, lakini kwetu sisi tuliona ni kawaida. Na ndio maana sisi kanisani kwetu wa Adventista wa Sabato. Okay, kumbe ni kwaya wa Sabato. Sisi tuna kitengo maalum kabisa cha ku recognize. Ndio. Recognize ukaribu na relationship kati yetu sisi na Waislamu. Okay. Kuna kitu kinaitwa AMR, yani Adventist Music Relation. Maana yake tunatambua kwamba hao watu ni ndugu zetu. Ndio. Na ndio maana sisi kwetu mtu kanisani anaweza kavaa kanzu, hamna shida kabisa. Okay. Mtu anaweza kavaa kanzu akaenda nyumbani na akatoa somo akahubiri amevaa kanzu kabisa. We don't have a problem with that. Kwa changamoto nafikiri na hata wengi ambao ni Waislamu wanaoelewa hawana malalamiko juu ya hilo, ila ni baadhi ya watu ambao hawezi kulaumu kwa sababu wanakuwa wamekosa tu information labda na level of civilization. Nafikiri hiyo ndio inayosumbua, lakini watu wengi wanaoelewa hawana shida na hiyo. Ni wachache tu ambao wamekosa information, wanapaswa tu kuelimishwa wakaelewa ni jambo tu la kawaida. Ndio. Yeah. Na tukizungumzia kwenye uchaguzi wa mavazi, sawa, nyinyi kwa nini mlizingatia yale mavazi? Ujumbe wa wimbo. Okay. Ujumbe wa wimbo ulidictate namna gani tuvae. Tuna nyimbo nyingi sana, tunavaa tofauti. Ndio. Lakini kwa ajili ya kuhitaji kutoka tofauti, kama ambavyo tunachagua suti, kama ambavyo tunachagua nguo nyingine, tukaona kwamba kwa ujumbe huu ukienda na wimbo, ukienda na muonekano huu, itakuwa ni rahisi kumweleza mtu tunazungumzia kitu gani. Okay. Yani ujumbe tu wa wimbo ndio ulidictate kwamba ni namna gani tutoke, kama ambavyo tunafanya kwenye nyimbo nyingine. The Spirit Show.